Recording in progress. Pequena. Hello, 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 hello. Coding progress. Habarini za jioni nyote, naamini mnanisikia. Bila shaka sisi tunakusikia.
Hello? Halo. Tunakupata. Okay. Sasa ningependa kuwakaribisha katika jioni ya siku ya leo. Ningependa tupige magoti. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya fursa ya pekee kwa siku hii ya leo. Asante kwa kutukutanisha hapa pamoja kwa ajili ya upendeleo huu. Tunaomba kipawa cha Roho wako Mtakatifu utuongoze katika ibada hii. Uongoze wale ambao watazungumza katika ibada hii. Ikawe ni mbaraka kwa kila mmoja aliyehudhuria katika ibada hii. Tunaalika na uwepo wa malaika zako watakatifu kwa nasi. Tunakushukuru kwa ajili ya haya yote katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Amen. Sasa karibuni sana. Anza kwa uchaguzi wa nyimbo. Chagua wimbo, lakini utayo karibuni kwa chaguzi tofauti za nyimbo. Karibu Mama Alice. Hello? Mama B, karibu. Asante. Naomba Jackson aimbe namba 41. Nimesema tunakaribisha uchaguzi wa nyimbo ambazo wahusika watakaochagua ndio watakaoimba. Sasa sauti Kwa hiyo uimbe mwenyewe. inagoma sauti. Okay. Basi tutakaribisha uchaguzi mwingine. Karibuni kwa chaguzi za nyimbo. Unaongea nini sasa? Karibu Mama Betty. Kumjua Mungu. Karibuni. Si ndege, nyuki wala ua, Baba yetu ajua, masumbufu yao yote hubeba. Hakuna moja Baba asiona, majaribu magumu la yetu. Mungu ni pendo hakika, maumbile yaimba, kazi zake hufunua tabia. Rangi nzuri ya maua na harufu ya hewa, mwanga jua mvua humfunua. Yu mwepesi kusaidia wanaojaribiwa,
Mwenyezi yu hekima kwa wajinga, husaidia wote. Alika tumwende upendo. Kinga yetu anadumu zaidi ya milima, mwenye zaidi hekima yote. Yupo pote kama mbingu, daima hupatikana, yu tayari kutupa mahitaji. Kumjua ni uzima, kupitia kwa mwana, ni sayansi isiyoweza kukoma. Yeye ni mkondo wa nuru na uhai kwa wote, kumjua tunapata amani. Yu mwepesi kusaidia wanaojaribiwa, yu afya haina nguvu. Mwenyezi yu hekima kwa wajinga, husaidia wote. Alika tumwende yu upendo. Amina, Maloni umezima mic kama unaongea. Okay, sorry. Asanteni. Kwa sababu hatuna uchaguzi mwingine, basi tutaendelea. Na kabla ya kuendelea, labda ningependa kutambua washiriki wenzetu wa Kenya. Sijui kama mko kwa sehemu moja au mko tofauti. Labda Brother George, upo kwenye mko, unaweza ukawatambulisha ndugu. Brother George hayupo. Okay. Then kwa sababu ninaona wako kadhaa hapa pamoja, naweza tukapata fursa nzuri ya kufanya utambulisho kwa mmoja baadaye. Kwa hiyo kwa sasa tutaendelea. Karibuni, tutakuwa na uwasilisho mfupi kwanza, na ambao utapatiwa na uimbaji wa nyimbo ambazo zinakuja katika zipo katika toleo jipya la kitabu ambacho kimetoka. Nyimbo 16 zitaimbwa baadhi leo hii. Hivyo ndivyo ambavyo tutakwenda. Kwa hiyo kwa kuanza, tungependa kuanza na sehemu hii ya uwasilisho, na kuna sehemu na kuanza na sehemu ya kwanza. Jackson, unaweza ukadisplay kwa ajili ya wote kuweza kuona. Okay. Utambulisho wa nyimbo za tumaini na imani. Twende. Historia ya kazi. Nyimbo za imani na tumaini. Karibu. Nyimbo za imani. Nimesema kitu tofauti? Ndio. Okay.
Jackson, unaweza kurudisha slide iliyopita? Utambulisho wa nyimbo. Twende. Tungetaka kuzungumzia kidogo historia ya kazi hii ya tafsiri ya nyimbo za imani na tumaini, jinsi ilivyoanza. Kwa hiyo kazi ilianza mwaka 2016 na ilianza kwa kuchukua wajibu binafsi, kupokea wito binafsi ambao ulifuatiwa na uchukuaji wa wajibu binafsi. Mimi ambaye ni kwa ndugu wa Kenya ambao hawamnifahamu, ninaitwa Maron Mwaisanila. Niliona sehemu yangu ya kufanya kazi hiyo katika kuleta nyimbo hizo katika Kiswahili, kwa maana ya kutoa nyimbo hizo kutoka katika lugha ya Kiingereza ya kitabu cha Hope and Trust. Na nilipowasilisha hicho ambacho nilikuwa ninakiona ndani yangu kwa kanisa la Mbeya, wakati huo mwaka huu 2016 ambao nimeusema, tulikuwa Mbeya, wote tulikuwa chuoni. Mimi nilikuwa chuo kimoja na Jackson na Clinton walikuwa katika chuo kingine kimoja pia. Kwa hiyo nilipowasilisha katika ambao tunaweza tukasema ndio lilikuwa kanisa, sehemu ya kanisa la Mbeya kwa wakati huo. Kwa hiyo tulipowasilisha, kila mmoja aliona wito wake kwenye kazi hiyo, na kila mmoja alisema ya kuchukua katika kufanikisha kazi hiyo. Kwa hiyo ilikuwa ni huo mwaka 2016, na wito ukaongoza kwenye utoaji wa wajibu binafsi, na ndo wakawa watenda kazi. Kwa hiyo tangu hapo tumekuwa tukitenda hiyo kazi. Kwa sasa hivi kazi ina watendakazi watatu. Mimi Maron Mwaisanila nimejitambulisha, kuna Clinton Alex na kuna Jackson Rostani. Na nje na timu huwa tunafanya mazungumzo na ndugu wa Zoefu ambao wapo kama ndugu Robert katika kufanikisha hiyo kazi. Mabadiliko ya jina la kitabu, tumebadilisha kitabu kutoka kuitwa Nyimbo za Tumaini na Imani, na sasa hivi ni Nyimbo za Imani na Tumaini. Na sababu kwa hilo ya msingi ilikuwa ni kuona kwenye Kiswahili lugha yetu inatamkika kwa ulaini zaidi, ikikaa na kimaana zaidi, ikikaa nyimbo za imani na tumaini, tofauti na mwanzo ambavyo ilikuwa nyimbo za tumaini na imani. Kwa hiyo kwa sasa hivi kitabu kinaitwa kitabu cha Nyimbo za Tumaini, Imani na Tumaini, na tofauti na kilivyokuwa kinaitwa mwanzo. Next. Mabadiliko kwenye nyimbo. Wimbo namba 38 ambao unaitwa Kushirikiana umefanyiwa mabadilisho kwenye sehemu ya mwisho ya beti la 7. Maneno ya mwanzo yalikuwa yakiimbika huduma kwa Mungu ndio utume wa timu, na sasa inaimbika huduma kwa wanadamu ndio utume wa timu. Yeah. Next. Mabadiliko kwenye namba ya wimbo. Kuna wimbo ambao unaitwa Ikiwa Watu Wangu, ulikuwa ni namba 46 kwenye toleo lililopita la kitabu, na sasa hivi ni wimbo namba 60. Na sababu za kubadilisha hiyo nambari ya wimbo ni sababu za kiufundi katika kupangilia kitabu. Nafuata. Idadi ya nyimbo mpya. Tumetafsiri nyimbo 16 kwa ajili ya toleo kitabu chetu ambacho
kimeachiliwa tarehe 18 leo, tarehe 18 jana 2024. Kwa hiyo ni jumla ni nyimbo 16 ambazo ni mpya, hazikuwepo kwenye toleo lililopita, na ndio ambazo tunazitambulisha leo kimsingi. Inayofuata. Karibu kwa ajili ya kusikiliza hizo nyimbo, kama ambavyo nimetanguliza mwanzo kwamba zitaimbwa baadhi ya hizo nyimbo leo, na kama ambavyo inafahamika kuna fursa ya channel ya nyimbo. Kwa hiyo majifunzo zaidi yanaweza kuendelea kufanyika kupitia hiyo channel. Katika hatua hii ni karibisha Jackson, labda kwa ajili ya kuimba wimbo moja au nyimbo mbili katika nyimbo hizo mpya, na baada ya hapo ataendelea na sehemu ya pili ya uwasilisho. Karibu Jackson. Ya, asante. Na tumaini nasikika vizuri kwenu nyote. Ya, nitakwenda kuimba wimbo, na tumai wote paka sasa tutakuwa tumeshapata kitabu chetu cha Imani na Tumaini. Kwa hivyo tutaenda kuimba huu wimbo namba 53, kazi ya siku 6 imekwisha, kutoka kwenye kitabu chetu. Kwa hivyo mnaweza mkafungua huo wimbo, alafu tukaimba pamoja wimbo namba 53. Siku 6 zimepita na Sabato imeanza. Roho yangu furahi, boresha siku ya Mungu. Njoo muhimidi Bwana, ametoa pumziko. Mwokozi unena nasi siku hii kuliko zote. Fikra na shukrani zetu vipande kama vichote pumziko tamu. Anajua aliye nalo utulivu wa ndani, amana ya pumziko ambalo ni hatima ya masumbufu mivu. Na tumai mmeweza kufollow ya. Yes, unasikika vizuri. Okay, basi vizuri. Tutaimba na huu wimbo namba 55, unaitwa Nuru na Giza. Nuru na Giza.
makosa ni mengi, kuwadumisha utumwani. Hii ndo kweli inuayo Mungu kushirikiana na watu, kuleta sheria tukufu kwenye mambo ya kila siku. Yeah. Okay. Natumai mmeweza kufuatilia hizo nyimbo mbili nilizoimba. Sijui kama mna follow kwa sababu ninaona picha nyingi. Kwa hiyo sioni reaction. Mnaweza mkatuma reaction yoyote kama mnapata fursa ya kufuatilia kwa ukaribu. Basi kutoka hapo tutakuwa na fursa fupi ya kushiriki wazo fupi, na baada ya hapo tutakuwa na fursa ya kuimba nyimbo nyingine kama 5 kwa pamoja, alafu tutakuwa tumeishia hapo kwa siku ya leo. Tutakwenda kushiriki pamoja. Okay. Nipende tena kuwakaribisha katika okay, sorry. Okay. Natumai mnaweza mkaona slide zangu Naam. Naonekana. Yeah. Okay. Utambulisho wa nyimbo za tumaini na imani. Yeah. Katika dunia ya leo tumezungukwa na vichepusho mbalimbali. Kama mnakumbuka kwenye kitabu chetu tuna wimbo unasema no distraction. No distraction ni wimbo unasema hakuna kuchepushwa. Bahati nzuri ni wimbo ambao tumesha utafsiri, naamini wengi wenu mnaujua. Kwa hivyo katika dunia ya leo tumezungukwa na vichepusho mbalimbali. Miongoni mwa vichepusho hizo ni games. Ni kitu ambacho kinaanza sasa hivi kwa watoto, kinaenda paka kwa watu wazima. Wamekuwa ni addicted na game, wamekuwa waraibu wa masuala ya game. Ni kati ya distraction ama kichepusho ambacho kinatutoa katika lengo. Kama ambavyo mnajua, sisi kama watu ambao tumechagua kushirikiana na Mungu, tuna lengo ambalo ni kazi ya umishonari, na kwa hivyo inahitaji kuwa na wazo moja ili kuweza kushirikiana na Mungu katika kulifanya hilo. Kwa hivyo hivi ni miongoni mwa vichepusho ambavyo mara nyingi vinatutoa kwenye lengo. Mitandao ya kijamii, mambo ya TikTok, Instagram na mitandao kadha wa kadha ni miongoni mwa vichepusho ambavyo katika dunia ya leo vimechukua kasi kubwa. Na kingine ni tamthilia mbalimbali. Nadhani kama ilivyo Tanzania, hata kwa Kenya ni hivyo hivyo na nchi zingine. Kwetu kwa Tanzania unaweza ukakuta kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 5 usiku ni mfululizo wa maigizo yanabadilika kwenye TV, linatoka hili linaingia hili. Na kwa kuwa tamthilia nyumba zetu tuna television, kwa hivyo kumekuwa na hiyo hatari ya familia kujikuta katika mfululizo huo wa kufuatilia maigizo hayo, na kwa namna moja kinakuwa ni kichepusho. Lakini kuna michezo, naweza tukaona
jamii ya leo tumeathirika sana na michezo. Huku kwetu Tanzania kuna Simba na Yanga. Sijajua kwa huko Kenya, lakini kwenye magrupu yote ya kazi unaweza ukakuta ni grupu la kazini, lakini muda wote watu wanadiskasi Yanga na Simba, na kumekuwa na hatari ya kwa namna moja au nyingine kujikuta tumechukua upande pia, na kwa hivyo kuchepushwa kwa kuanza kufuatilia mipira na kuji-identify kama mtu fulani wa timu fulani ni miongoni mwa kichepusho ambacho katika dunia leo kimeshika kasi. Ulaji mbovu pia ni kichepusho ambacho kinaharibu akili na afya, kuweza kushindwa kuendana na ule ujumbe ambao Bwana anauleta. Na zaidi ya yote ni uraibu wa simu. Tunaweza tukagundua katika dunia ya leo kila mmoja ana simu, na hivyo si tu simu, kila mmoja ana simu na wengi wana headphones. Huku niliko kama mimi, swala la kusalimiana limekuwa sio kitu tena muhimu. Yaani unaweza ukaenda kwenye stendi ya gari ukamkuta mtu pale ameshika simu yake na amevaa headphone, anasikiliza mziki ama anafuatilia taarifa. Kwa hivyo imekuwa ni changamoto swala la uraibu wa simu ama phone addictions, na hivyo asilimia kubwa ya watu wanatumia fursa hiyo kusikiliza miziki, kufuatilia taarifa, na kimekuwa ni moja ya kichepusho kikubwa ambacho kinatutoa katika kuliona wazo la Bwana ama kumfuata Bwana katika wito ambao anatupatia kwa ajili ya wokovu kwa wengine. Kwa hivyo ukiachana na vichepusho hivyo, kwa upande wa pili tuna mfano ama maisha ya Yesu Kristo, ambayo kutoka kwayo tuna kitu cha kujifunza ambacho kwa namna moja au nyingine kinatupatia funzo kubwa, namna gani ambavyo kama Yesu ambavyo ametuita sisi katika umishonari, na yeye aliufanya umishonari. Lengo kubwa ni kufanya kazi ya umishonari kama ambavyo Yesu Kristo alifanya. Na ukisoma katika hii Ministry of Healing 52 paragraph ya kwanza, katikati, nimeanzia pale katikati, inasema majira ya asubuhi mapema mara nyingi yalimkuta katika eneo lisilo na watu, akitafakari, akichunguza maandiko au katika maombi. Kwa sauti ya nyimbo aliikaribisha nuru ya asubuhi. Kwa nyimbo za shukrani aliziburudisha saa zake za kazi na kuileta furaha ya mbinguni kwa waliochoshwa na kazi ngumu na waliovunjwa moyo. Kutoka katika nukuu hii tunaweza tukaona vitu vitatu kutoka katika maisha ya Yesu ambavyo vilimuinua ili kuweza kuwa na ufanisi katika kazi ya umishonari ambayo alikuwa akiifanya. Kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukakiona katika nukuu hii ni ushirika pamoja na Mungu. Yesu Kristo alidumisha ushirika pamoja na Mungu katika tafakari na katika maombi, na hicho ni kitu cha muhimu ambacho kwetu leo tunapaswa kukifanya ili kuweza kuwa fanisi katika wito wa kazi ya umishonari ambao tunaitwa kuifanya. Lakini pia alidumisha uchunguzaji wa maandiko ama usomaji wa neno. Vivyo hivyo, ili sisi tuweze kuwa fanisi, ni muhimu kuweza kulifanya hilo. Lakini pia maisha yake yalijawa na nyimbo. Tunaweza tukaona hapa kwamba katika hii quotation nasema kwa nyimbo za shukrani aliziburudisha saa zake za kazi na kuileta furaha ya mbinguni kwa waliochoka kwa kazi ngumu na waliovunjika moyo. Kwa ukija ukatafakari maisha ya Yesu Kristo, utaona hivi vitu vitatu vimeungana kwa pamoja na kwa namna moja au nyingine katika kazi ya umishonari ambayo sisi tunaitwa. Kwa kadri ambavyo tunaviweka hivi vitu katika maisha yetu, ni wazi kwamba vitakuwa ni mbaraka kwa wengine, lakini pia vitatuandaa katika kuweza kufanya kazi hii ya umishonari kwa ufanisi zaidi. Nyimbo zinazozungumzwa hapa ni nyimbo takatifu.
tumependa kuwawasilishia umuhimu wa hizi nyimbo takatifu katika maisha yetu ya leo, na kwa namna gani ambavyo hizi nyimbo takatifu zinaweza zikawa mbaraka katika mazingira yanayotuzunguka, especially hizi nyimbo ambazo tunazo kanisani kwetu kama nyimbo za imani na tumaini. Ni kwa namna gani ambavyo zinaweza zikawa mbaraka katika mazingira tuliopo na mbaraka kwa wengine. Nyimbo takatifu, faida mojawapo ya nyimbo takatifu ni kutusaidia kufanya ushirika na Mungu. Ukirejea katika Desire of Ages 73 mstari wa 3, inasema Yesu alibeba katika kazi yake uchangamfu wa busara. Inahitaji subira kubwa na hali ya kiroho kuileta dini ya Biblia katika maisha ya nyumbani, katika eneo la kazi, kubeba suluba ya kazi za kidunia na bado kulidumisha jicho kujikita kwenye utukufu wa Mungu. Hapa ndipo Kristo alikuwa msaada. Kamwe hakujazwa na masumbufu ya kidunia, hata kutokuwa na muda au tafakari kwa ajili ya mambo ya mbinguni. Mara nyingi alionyesha furaha ya moyo wake kwa kuimba zaburi na nyimbo za mbinguni. Mara nyingi wakazi wa Nazareti waliisikia sauti yake ikipazwa kwa kusifu na kutoa shukrani kwa Mungu. Alifanya ushirika na mbingu katika nyimbo, na washirika wake walipolalamika juu ya uchovu kutokana na kazi, walichangamshwa na sauti tamu kutoka kwenye vinywa vyake. Kusifu kwake kulionekana kufukuza malaika waovu, na kama uvumba kupajaza mahali hapo kwa harufu nzuri. Akili za wasikilizaji wake ziliondoshwa mbali kutoka kwenye uhamisho wa kidunia kwenda kwenye makazi ya mbinguni. Unaweza ukaona kwamba nyimbo ambazo Yesu aliziimba ziliweza kufanya hichi chote ambacho tumekisoma hapa. Ni nyimbo zile tu ambazo zinakuwa zimeambatana na nguvu ya uhai, ndizo ambazo zinaweza zikafanya hiki kitu ndani ya mioyo ya wengine. Na ni imani yetu kwamba katika mbaraka huu ambao Bwana ametupatia, hizi nyimbo za imani na tumaini zinaweza zikakitenda hiki kwa watu wengine. Kwa kadri ambavyo tunazifanya hizi nyimbo ziwe zetu, tunayo fursa ya kukipata kile ambacho Yesu alikipata kupitia hizi nyimbo kwa watu wengine. Lakini pia tunayo fursa ya kudumisha ushirika na Mungu kwa kupitia hizi nyimbo ambazo ni nyimbo za imani na tumaini. Lakini kwa kadri ambavyo tunajifunza hizi nyimbo, zinasimika ukweli wa kiroho katika akili zetu. Katika nukuu hiyo, tasoma haya maneno ambayo yamekuwa highlighted peke yake kulingana na muda. Inasema nyimbo ni moja ya njia zenye ufanisi mkubwa sana wa kuusimika ukweli wa kiroho katika moyo. Mara nyingi kwa njia ya maneno ya wimbo mtakatifu, chemchemi za toba na imani zimezibuliwa. Kwa hivyo, kweli nyingi ambazo tunajifunza kwa kadri ambavyo zinawekwa katika wimbo, tunayo fursa ya kuzifanya hizi kweli kuingia ndani ya mioyo yetu na kuwa zetu, na wakati wa jaribu kuweza kuzirejesha hizi kweli katika fursa ya kumpinga shetani. Nyimbo hizi takatifu pia zinatusaidia katika kumpinga shetani kama ambavyo Evangelism 498 inazungumza. Anasema wakati Kristo alipokuwa mtoto kama watoto hawa hapa, alijaribiwa kutenda dhambi, lakini hakujisalimisha katika jaribu. Kadri alivyokuwa mkubwa alijaribiwa, lakini nyimbo ambazo mama yake alikuwa amemfundisha kuziimba zilikuja akilini mwake na aliinua sauti yake katika sifa. Sijui ninasikika? Halo Jackie. Halo? Maiki kadhaa. Okay, kuna maiki kadhaa zimewashwa. Okay, Okay. Yeah, nitaomba muwashe maiki zenu pale ambapo mnazungumza. Okay?
Kwa hivyo tunasoma hapa kwamba kadri alivyokuwa mkubwa alijaribiwa, lakini nyimbo ambazo mama yake alikuwa amemfundisha kuziimba zilikuja akilini mwake na aliinua sauti yake katika sifa. Na kabla rafiki zake hawajatambua, walikuwa wakiimba pamoja naye. Mungu anatutaka tutumie kila nyenzo ambayo mbingu imetoa kwa ajili ya kumpinga adui. Hiki kitu kimenikumbusha siku moja katika ibada, nakumbuka Octavian aliwahi kusema kwamba hizi nyimbo tunazoziimba zina maneno ambayo kama mtoto akiyaweka akilini na kuyaimba, mtoto anakuwa na uwezo wa kutamka maneno ambayo kwa hali ya kawaida asingekuwa na uwezo wa kuyatamka hayo maneno isipokuwa ameyakuta kwenye wimbo. Mtoto ana uwezo wa kutamka ujumbe kwa namna ambayo isipokuwa ameuweka huo wimbo katika akili yake asingeweza kuupata ule ujumbe. Kwa hivyo tunaweza tukaona hapa kwamba hizi nyimbo zilikuwa nyimbo ambazo mama yake Yesu alimfundisha. Zilikuwa wakati wa jaribu zinarejea katika akili yake, na alikuwa akiziimba zinamkimbiza shetani kwa sababu zilikuwa zimeambatana na nguvu ya uhai. Lakini pia nyimbo zinatusaidia kulainisha magumu ya maisha yetu. Kisoma katika education, nitakuwa nasoma hizi sehemu zilizokuwa highlighted. Baadaye mtapata hii document, mnaweza mkarejea wenyewe. Inasema wana wa Israeli wakisafiri jangwani walichangamsha safari yao njiani kupitia muziki wa wimbo mtakatifu. Hivyo Mungu anawaalika watoto wake leo kuyapamba kwa furaha maisha yao ya upitaji katika dunia. Na anasema hapa chini, na wimbo huo anasema kuna njia chache zenye ufanisi zaidi kwa ajili ya kuyaweka maneno katika kumbukumbu zaidi ya kuyarudia katika nyimbo. Na wimbo huo una uwezo wa ajabu, una uwezo wa kutiisha harara asili mbaya, uwezo wa kuuisha fikra na kuamsha huruma, kukuza mapatano ya utendaji na kufukuza huzuni na matarajio yenye hofu ambayo huondoa ujasiri na kudhoofisha nguvu. Kwa hivyo hata katika safari ya wana wa Israeli tunaweza kuona kwamba ni nyimbo ambazo zilikuwa zikiwatia nguvu na zikiwapa tumaini katika safari hiyo. Sababu nyingine ya kwa nini Bwana alitupatia hizi nyimbo takatifu ni kuvunja nguvu ya jaribu. Hiyo tumeshaizungumza, lakini nukuu hii inasema ni moja kati ya njia zenye ufanisi mkubwa sana kuugusa moyo kwa ukweli wa kiroho. Na ni mara nyingi kiasi gani roho iliyosongwa na magumu na iliyo tayari kukata tamaa hukumbuka maneno fulani ya Mungu. Mzigo uliosaulika zamani wa wimbo wa utoto, na majaribu hupoteza nguvu yake, maisha huchukua maana mpya na kusudi jipya, na ujasiri na furaha hutolewa kwa roho nyingine. Lakini pia kupata ushindi, tunaweza tukarejea katika nukuu hiyo. Inasema niliona twapaswa kuinuka kila siku na kudumisha kuinuka huko juu ya nguvu za giza. Mungu wetu ni mwenye nguvu. Niliona kuimba kwa utukufu wa Mungu mara nyingi kulimfukuza shetani mbali, na kumsifu Mungu kutamrudishia mashambulizi na kutupatia ushindi. Na mwisho kabisa, tunazitumia nyimbo hizi ambazo Bwana ametupatia takatifu kama silaha dhidi ya kukata tamaa. Inasema katika nukuu hii kwamba iwapo pangekuwepo na kumsifu Bwana kwingi zaidi na kiasi kidogo cha kutaja kwa huzuni mivunjiko ya matarajio, ushindi mwingi zaidi ungepatikana. Kwa hiyo badala ya sisi kupeana historia za nilishindwa hapa, nikashindwa hapa, kungekuwa na kusifu kwingi kwa shukrani katika kile ambacho Bwana anakifanya. Anasema ushindi mwingi ungepatikana. Anaendelea kwa kusema hebu sifa na shukrani vidhihirike katika nyimbo. Tunapojaribiwa, badala ya kuzungumzia hisia zetu, hebu kwa imani tuinue wimbo wa shukrani kwa Mungu. Nyimbo ni silaha ambayo daima tunaweza kuitumia dhidi ya kukata tamaa. Kadri kwa njia hiyo tunavyoufungua moyo kwenye mwanga wa jua
la uwepo wa Mwokozi, tutakuwa na afya na mbaraka. Kwa hivyo hizi ni sababu chache miongoni mwa sababu nyingi. Kama mkirejea katika kitabu cha Voice in Speech and Song, mtaona sababu nyingi ambazo kwa nini Bwana ametupatia hizi nyimbo takatifu kuweza kuwa mbaraka kwetu. Kwa hivyo hizi ni miongoni mwa sababu ambazo tumezipoint leo, lakini mnaweza mkarejea kwenye kitabu hicho cha Voice in Speech and Song, mtaweza kuona jinsi ambavyo nyimbo hizi zinaweza ni mbaraka kwetu. Na kwa kile ambacho mimi nimekipitia kama uzoefu katika nyimbo zetu ambazo tumepata fursa ya kuzitafsiri kutoka kwenye Kiingereza mpaka kwenye Kiswahili mpaka sasa, ninaweza nikashuhudia kwa watu ambao wamepata fursa ya kuzisikia hizi nyimbo ama kuziimba, zimekuwa ni mbaraka mkubwa sana kwa watu. Kuna watu ambao tulishindwa kuwafikia kwa njia ya mahubiri ama kwa njia ya vitabu, lakini kupitia nyimbo hizi imefungua mlango ambao kwa muda mrefu ulionekana ni kama mlango uliofungwa. Lakini kwa kupitia nyimbo hizi mtu anakuwa na uwezo wa kuona kwamba hakika katika wimbo huu kuna ujumbe ambao ni hazina ambayo umebeba uhai wa Mungu. Kwa hivyo ni kama kadri ambavyo nyimbo hizi zimetenda kwetu, tuna uhakika kabisa nanyi zinakwenda kuwa baraka kwenu, kwa kadri ambavyo mtaziimba katika familia, kwa kadri ambavyo mtawaruhusu watoto wenu kuzikariri na kujifunza, kwa kadri ambavyo zitasikika katika maeneo yenu ya kazi. Ni uhakika kwamba kwa kila ambaye sikio lake litasikia atapata kubarikiwa, atapata tumaini na atapata uponyaji, kama ambavyo Yesu alipokuwa akiimba nyimbo hizo zilikuwa ni mbaraka kwa watu wengine. Vivyo hivyo nasi kwetu itakamilisha kile ambacho kimekusudiwa kukamilishwa kupitia nyimbo hizi. Kwa hivyo ni sisi kama team tunawatakia mbaraka pale ambapo mnakwenda kuexperience jumbe hizi, kuanzia katika familia zenu, lakini pia kwa dunia ambayo inawazunguka. Asanteni. Asante. Asante kwa uwasilisho huo. Basi labda tungetoa nafasi kwa washiriki kama kuna mwenye jambo la kusema au swali kwenye uwasilisho uliotolewa kuanzia sehemu ya kwanza na sehemu hii ya pili. Karibuni washiriki. Karibu Mama Bides. Mama Bides, karibu.
Umbali. Hello, Mama Bide. Halo, Karibu. asante. Naona simu yangu imesumbua kidogo, kwa hiyo nimechukua hii nyingine. Naona saizi ina shida. Mi napenda kumshukuru Mungu kupitia shuhuda hizi za nyimbo. Mimi ni mmojawapo wa wapenzi wa nyimbo kwenye maisha yangu. Nafikiri nilipita kwenye nyimbo kidogo kwa kiasi chake, lakini ninachopenda kumshukuru Mungu tu ni kwamba hizi nyimbo nilizozipita kwazo, nilizojifunza kwenye maisha yangu, zilikuja kuwa mbaraka na msaada mkubwa wakati nilipoingia katika majaribu ya kifamilia, majaribu niliyokumbana nayo kwenye maisha yangu. Upande wa, kama niliwahi kusema siku moja kwamba nilikuwa na mapambano makali baina ya nguvu mbili, na hayo mapambano nilivyopambana nayo, nilipofikia stage ya kuzimia hata siku 3 bila kuongea, sijitambui, nilizinduka humo nikiwa naimba nyimbo 2 tu toka asubuhi mpaka jioni. Na hizo nyimbo nazikumbuka, ni kwenye nyimbo za Kikristo. Wakati huo tuko SDA, ilikuwa ni mwimbo namba 30, Yesu nipendaye kwako nakimbilia, pamoja na cha kutumaini sina ila damu yako Bwana. Toka asubuhi mpaka jioni naimba tu hizo nyimbo, na baada ya kuendelea kuwa vizuri na kwenye maisha yangu, ikiwa nilikuwa nikiimba, wakati mwingine nikiimba nyimbo nazuiwa, hakuna kuimba. Nitanyamaza kwa muda mfupi, lakini najikuta narudi kuimba. Kwa hiyo zimekuwa kwenye maisha yangu na zimekuwa mbaraka mkubwa kwangu mimi. Sasa nilichomshukuru Mungu ni kwamba vigezo vyote ambavyo Jackson ameweza kuvigusa kwa kusoma, nimeviona pia kwenye mapito yangu. Kwa hiyo ni jambo la maana sana, msingi sana kwenye nyimbo, na ni mpenzi, na hilo nimelishuhudia na nimelipitia katika mapito yake. Nafikiri hata familia yangu itakuwa ni shahidi. Na mara nyingi hata nilikuwa nikiwa kwenye kazi, nikaweka wimbo kwa nyepesi. Kwa nilikuwa kwenye mazingira magumu ya kutakuwa manane na mzigo kichwani mbali. Nisiki na uboka na Okay. Nafikiri wazo Mama Bide alikuwa anasema tumepata. Nashukuru kwa mpango huo. Karibuni. Bado ninaomba uongeze sauti. Hello. 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 Brother Joyce. Unaweza kukaribisha. Yeah. Ninaomba uongeze sauti. Sawa. Karibuni. Alafu zungumza tuna ujasiri. Kitu mnachokiwasilisha ni kitu sahihi. Sio na hofu. Karibuni. Karibu Clinton. Yeah. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya nyimbo za imani na tumaini. Kwa hiyo kwangu imekuwa ni mbaraka mkubwa, hasa kwa mapito ambayo
nimekuwa nikipita, kuna maneno ambayo nimekuwa nikiyapata. Kwa mfano wimbo namba 7. Wimbo namba 7 umekuwa ni uzoefu hai katika maisha yangu, lakini nimemwona Mungu katika utendaji wake, na wazo tu lilikuwa likinijia pale walipokuwa wamewekwa gerezani, Paulo na Sila walikuwa wakiimba, na mimi nilijikuta nikiimba kupitia hali ambayo Clinton amekuwa akipitia. Kwa kweli nimeona mbingu zikifunguka. Nilikuwa ninasikia tu, lakini nimeona nyimbo zina nguvu. Lakini kitu kingine, sikuwa najua hata kuimba, lakini kupitia maneno ambayo yenye nguvu na uzito ambayo nimekuwa nikiyaona ni maisha halisi, imenifanya nimeweza kuimba. Lakini imekuwa ni faraja kubwa sana, njia ambayo nimekuwa nikiongea na Mungu kupitia nyimbo. Asanteni. Asante. Naweza nikaruhusiwa sijui kuimba huu wimbo namba 7? Karibu. Kuna saa maishani, kuna saa maishani, majaribu, vikwazo kutusonga kwa huzuni kuu, ambapo njia mbele ni kungu giza, na ishara zaonyesha kifo. Wakati pa kusimama, pa kushika kuna, taona hadi ushika. Kiwango kiwapo chini na giza, nuru yake ung'ara sana. Ahadi ushika, ahadi ushika, vipi kung'aa kwake vitandapo giza. Tumeshikwa toka juu, tumeshikwa toka juu, daima ahadi ushika. Tuendapo mbingu, njia uzidi songa, ugumu huzidi kwa siku, ila twaona damu ya ustahimilivu, waliosonga hata mwisho. Ijapo imani yetu ni ndogo kuliko yao, tuna ahadi kweli kwamba imani itakuwa tusomapo neno, ahadi zitatuvusha. Ahadi ushika, ahadi ushika, vipi kung'aa kwake vitandapo giza. Tumeshikwa toka juu, tumeshikwa toka juu, daima ahadi ushika. Ahadi ushika, ahadi ushika, vipi kung'aa kwake vitandapo giza. Tumeshikwa toka juu, tumeshikwa toka juu, daima ahadi ushika. Asante. Basi tutaendelea na fursa ya naamini nasikika vizuri. Tutaendelea na fursa ya kuendelea
Okay. Karibu Mama Betty. Asante. Mimi natoa uzoefu wangu ambao nimeupitia majuma matatu hivi yaliyopita. Nasikika vizuri? Ndiyo. Yep. Katika majuma matatu yaliyopita nilikuwa na binti wa shemeji yangu ambaye ni marehemu, nilikuwa ninamuuguza. Nimekuwa Dar es Salaam kwa muda kama wa mwezi hivi. Na katika kumuuguza, kwa sababu alikuwa kuna kansa shingo ya kizazi, kwa hivyo ilibidi niende nikamsaidie mama yake kuweza kumuuguza. Na huyu binti ni Mkatoliki. Kwa hivyo nilikuwa nachukua fursa yangu sana kuongea naye kuhusu kumtumaini Kristo kikamilifu na kujua hali yake, anatakiwa awe anamtegemea Kristo katika uponyaji au lolote takalotokea. Kwa hivyo alikuwa ananisikiliza sana. Lakini palitokea changamoto moja kubwa sana. Kama tunavyojua hospitali zetu hapa kuna mpango na mkakati, hamwezi kuingia watu wengi kwa siku. Kuna idadi ya watu wanaoingia kama 3 kwa siku au 5. Kwa hivyo kulikuwa kuna mtiririko sana ya watu wengi wanakuja kumuona. Na isitoshe jumuiya zilikuwa nyingi sana zinakuja kwa ajili ya kumuombea. Kwa hivyo ilikuwa ninaona kama nakata tamaa jinsi ya kuweza kumhudumia huyu mtoto. Lakini ilifika mahala nilipotaka kukata tamaa, wimbo wa ushindi hakuna kufeli ulikuwa msaada mkubwa sana kwangu. Ule wimbo ulipokuja akilini mwangu nikauimba, nilipata kutulia na kuwa na subira. Nikasema tu acha iendelee inavyoendelea, lakini ombi langu kwa Mungu nilikuwa namwambia tu, Baba, nahitaji roho ya huyu mtoto. Singeomba kwa sababu tiba anayoitumia ni tiba kali mno kiasi kwamba matumaini hamna. Hivyo basi alipofika kutolewa hospitali, nilikuwa nataka niende jana yake, siku ya Jumatatu. Mvua ikanyesha kubwa sana, sikwenda kwa sababu siwezi kwenda wengine. Kwa hivyo ile Jumanne ya tarehe 17 nikaenda. Kufika akawa amepewa ruhusa. Alipopewa ruhusa mamake alikuwa anaumwa. Kwa hivyo ikabidi ni mimi niende naye nyumbani kwake. Niliweza kuondoka kwenda naye nyumbani kwake akiwa na hali mbaya sana. Lakini nashukuru Mungu, kumbe ilikuwa imebakia siku kadha 3 hivi afariki. Tuona mkono wa Mungu. Nilipata nafasi ya siku 2 nzima mimi na yeye tu, nikiongea naye, nikimtia moyo na kumpa matumaini katika Kristo. Ilipofika tarehe 21 asubuhi, aliniita, mama mkubwa, njoo uniombee. Nikamwambia ndio, kukuombea nitakuombea, lakini je, wewe mwenyewe umefanya mapatano na Kristo? Akaniambia, mama mkubwa, nimefanya mapatano, mimi naenda, ninaondoka na Kristo, wala mna haja kuhangaika tena. Watu walianza kulia sana. Nilichukua nafasi ile nikamuombea vizuri. Lakini alipoona watu wanalia akacheka sana. Akasema, nyewe mnalia kwa sababu mimi naenda mbinguni. Kwa nini mnalia? Wala msihangaike. Nikashukuru sana kuona kwamba ana matumaini. Kwa hivyo nikaiona imani hii ndogo kama yule mtu wa msalabani. Hakuwa na lugha kubwa, hakuwa na lugha yani ya maana sana aliyomwambia Yesu. Alimwambia neno moja tu, nikumbuke huko uendako. Wazo hili likanijia kwa ile andiko. Nikasema huyu mtoto amesema maneno machache sana, lakini Kristo anayesoma mioyo na anayejua lugha za watu za mioyoni anamuelewa vizuri sana. Kwa hivyo akaniambia, usiwe na wasiwasi mama mkubwa, mimi ninaamua kwenda mbinguni sasa na Yesu. Nikamwambia sawa. Nilimjibu hivyo. Na huyo mtoto ilikuwa kauli yake ya mwisho aliyoongea. Namshukuru Mungu kwa sababu milango ilifungwa jumuiya iliyokuja. Na baada ya yeye kuwa amekata kauli haongei, jumuiya zilikuja.
Kwa hivyo nikawaacha waendelee na kazi yao ambayo walifanya maombi kadri yawezavyo. Katika samani nipo nimepotea. Kwa hivyo walifanya maombi yao kadri wanavyoweza, na walipoondoka kumwangalia yule mtoto, aliyeelewa kwamba huyu mtoto hana masaa machache, ni mimi tu. Wengine wote walikuwa hawaelewi kwamba muda wake umeisha. Tulilala, na asubuhi yake ya Ijumaa tarehe 22 kwenye saa 11:30 mume wake aliondoka, akamwacha. Mimi kwenda kumwangalia, nikaona muda umeisha. Kwa kweli nilienda tu nikajitayarisha vizuri, nikarudi nikawaambia wenzangu tumsaidie huyu binti, tumweke vizuri awe msafi, bila wao kujua nini kinaendelea. Na ilipofika saa 1:30 mimi namwangalia, wenzangu hawaelewi kinachoendelea, nikamshuhudia akikata roho. Basi nikamweka vizuri kabisa macho yake, nikamfunga vizuri kinywa, ndio nikawatangazia wenzangu, jamani, mwenzetu hatunaye. Wanashangaa, lakini wote tulikuwa pale. Kwa hivyo nilimshukuru Mungu sana kwa kile alichofanya kunipa nafasi ya kuweza kuongea na binti huyu wakati kulikuwa kuna changamoto ya jumuiya sisi chini ya 5 zinazokuja na maombi yao ya. Lakini uvumilivu ule ambao Mungu aliniambia nivumilie na niwe na subira, niliweza kuona wimbo wa ushindi ulinipa nguvu, nikaweza kuvumilia mpaka kufikia mwisho, na hatimaye kwa furaha kabisa ule binti aliweza kuniaga. Kwa hivyo huo ni uzoefu ambao nimeupitia katika majuma 3 yaliyopita. Asanteni. Sijui nimeeleweka? Ya, umeeleweka. Asante. Sasa nimkaribishe Jackson aweze kuimba wimbo namba 50. Wimbo namba 50 mnaweza mkafuatilia katika vitabu vyenu, unaitwa Washa Moyo Wangu. Ya, karibu Jackson. Kama kutakuwa kuna mkono mwingine, fursa bado ipo, unaweza ukanyosha baada ya wimbo kazungumza. Karibu Jackson. Ya, tutakwenda kuimba wimbo namba 50. Na tumaini nasikika vyema. Ninasikika. Jackson, unasikika. Okay. Unasikika. Kuna watu wanakufa, wanahitaji Mwokozi, wanajaa wajui, tabia zao zaonyesha jinsi gani ya kuziongoza roho kwa Kristo. Washa moyo wangu niwaongoze kwa Kristo, nililiwe kusudi kuu la maisha yangu. Unishike Bwana, hebu nikuone uso, ili niziongoze roho kwako. Kuna kazi ya kufanya na ujumbe wa wokovu, kueneza Injili kwa kizazi hiki cha sasa. Hebu tuielekeze dunia kwa Kristo. Washa moyo wangu niwaongoze kwa Kristo, ili liwe
kusudi kuu la maisha yangu. Unishike Bwana, hebu nikuone uso, ili niziongoze roho kwako. Gusa roho zilizona muunganiko na mimi, maisha maneno yangu vyote vifikie lengo. Hebu niwaunganishe mioyo yao na Kristo. Washa moyo wangu niwaongoze kwa Kristo, ili liwe kusudi kuu la maisha yangu. Unishike nikuone uso, ili niziongoze roho kwako. Ya, asante. Ulikuwa unasikika vizuri. Yeah. Naona kuna mkono. Karibu Emmanuel Saul. Hello, Mr. Emmanuel. Ni Mabides. Okay. Simu yangu inasumbua. Nina wimbo namba 19 kwenye imani na matumaini. Roho wa kweli. Kinipenda shikeni hali watu Kristo. Kinipenda shikeni amri, na mimi nitamwomba Baba, atawapa mfariji mwingine, atakayekaa ndani milele. Ni Roho dunia haiwezi kumpokea, maana haimwoni wala kumjua, bali ninyi mwamjua, ukanani na atakaa ndani. Kinipenda shikeni amri, na mimi nitamwomba Baba, atawapa mfariji mwingine, atakayekaa ndani milele. Ni Roho kweli. Dunia haiwezi kumpokea, maana haimwoni wala kumjua, bali ninyi mwamjua, ukanani na atakaa ndani. Asanteni. Tutaimba nyimbo 3 za mwisho katika nyimbo hizi 16. Tutaimba wimbo namba 54, 52 na wimbo namba 62, na tutakuwa tunafunga hapo. So ya ni kukaribisha Edson, na nafikiri utakuwa
Nikukaribisha Jackson. Nafikiri Jackson, kuna mtu ambaye mic yake iko on, nani kuishughulikia. Nikukaribisha, nafikiri unaweza ukawa una kitu cha kusema kwenye nyimbo hizo. Karibu na kuziimba pia. Okay, asante. Kama ambavyo Marlon amesema, tutaimba hizi nyimbo 3 kwa leo. Hizi tunazoziimba hatujaziweka kule kwenye channel, lakini muda sio mrefu tutaziweka kule kwenye channel. Kwenye kitabu hiki tumeongeza nyimbo almost 16, lakini nyingine nyingi tumeshaziimba, zipo kwenye channel, mnaweza mkajifunza kuziimba kutoka pale. Kwa hivyo tutaimba wimbo namba 54 ambao na Kiingereza unaitwa Teachers to Number Our Days. Naamini wengi mmeujua kwa jina hilo kwa Kiingereza. Katika kitabu chetu cha Imani na Tumaini, wimbo namba 52 unaitwa Utufundishe Kuzihesabu Siku Zetu. Kwa hiyo tutauimba huo pamoja. Msiwe tu wasikilizaji, mnaweza mkafungua vitabu vyenu tukawa tunaimba pamoja. Natumai kinanda kinasikika vizuri ama kina kelele kelele? Okay. Labda sauti ni kubwa kidogo, lakini nasikika. Sauti ya kinanda ni kubwa? Yes. Okay, nimeipunguza. Maisha yetu hayategemeki, hatujui kinachotungoja. Ugonjwa, mateso, majaribu, kifo, je sekunde hii jayondo mwisho. Mwanadamuni kama ujana uondoka upesi, jani kondeni ufana uchaka fikapo mwisho. Utufundishe Baba kuzihesabu siku zetu na kuzitumia kukufuata. Tufunze kuzihesabu siku. Maisha mafupi ya dunia hii yana uhakika kabisa. Tunahitaji nguvu na hekima, tukitumia masaa vyema. Utufundishe Baba kuzihesabu siku zetu na kuzitumia kukufuata. Tufunze kuzihesabu siku.
siku yetu. Kifo huja kwa wote, aishangazi, tuzihesabu tuwe na hekima. Muda kwaja kufungwa, mlango wa rehema kwa wote. Je, tumekuwa waaminifu? Mtafute Mungu, utufundishe Baba kuzihesabu siku zetu na kuzitumia kukufuata. Tufunze kuzihesabu siku. Ya poleni, kuna Asante. sehemu zingine ninakuwa nina nyamaza, najua mnakuwa mnaimba pia, mnaziimba hizo. Ya, Okay. wakati unaendelea na wimbo mwingine, sauti ya gitaa, sauti ya kinanda nafikiri iko juu kuliko sauti yako. Okay. Ungeshusha labda kidogo. Okay. Ya. Asante. Okay, basi tutaimba huyu namba 54. Wimbo namba 54 unasema una sauti. Kwenye Kiingereza nadhani tuliuzoea kusikia unaimbwa unaitwa you have a voice. You have a voice. Ya, wimbo namba 54. Una sauti, una kauli, una uchaguzi wa njia, wajua jema na baya, basi simama. Unafahamu, kwa hiyo nena neno saidia, yataka nguvu, lakini ni vita yako. Udhoofisha ukweli wa ujuao, wasiposema ukweli, una uwezo usiuzime. Sauti yako yatakiwa, simama usikimbie, zungumza uipe kweli nguvu yako. Yawezekana ulizaliwa kwa ajili ya sai, sote tukitoa nguvu ushindi waja. Tukiona cha kufanya na kumsubiri wa kufanya, tasubiri sana, kazi yacheleweshwa. Mungu tupatia macho na kweli katika amri, simama na uzungumze, yupo na wewe. Una sauti, una kauli, una uchaguzi wa njia, wajua jema na baya, basi wajua jema na baya, uwe imara. Ya, natumai nimesikika vizuri kwenye huo. Ya. Ilikuwa vizuri.
Okay. Natumai mkipata fursa baadaye ya kuzisoma hizi nyimbo zitawabariki sana. Okay, basi tutaimba wimbo namba 62. Okay. Wimbo namba 62 ni Imani. Haki ya Mungu si mlima tupatwa kupanda, atatuinua kwa neema, na yote atutakayo kufanya kazi hii ni ushirikiano na imani. Imani ni ushindi, imani ni ushindi, ushindao mwili, dunia, shetani. Imani ni ushindi, kwayo twazishinda nafsi zetu. Kwa imani twaweza takaswa kutoka yote yanayotushikiria chini. Kuta zinazoonekana kutopenyeka zitavunjika chini kwa imani. Imani ni ushindi, imani ni ushindi, ushindao mwili, dunia, shetani. Imani ni ushindi, kwayo twazishinda nafsi zetu. Ni imani ndiyo inayoleta nguvu ya kupigana japo ni giza. Katika giza nene ndipo msaada wa Mungu wapo karibu nasi. Upendo wa Kristo utusukuma kwenda mbele, pasipo kujua tuendapo, lakini ameipita njia ikabra, tukimfuata tafanikiwa. Imani ni ushindi, imani ni ushindi, ushindao mwili, dunia, shetani. Imani ni ushindi, kwayo twazishinda nafsi zetu. Yeah. Basi tutaimba wimbo wa mwisho, na wimbo wa mwisho utakuwa ni namba 57 kwa siku ya leo. Namba 57. Wimbo namba 57 unaitwa Jaribu.
Okay. Hakuna jaribu limpatalo yeyote usiloweza kupinga kwa nguvu za Mungu. Mungu ataruhusu. Sorry, hiki iko chini kidogo. Okay. Hakuna jaribu hakuna jaribu limpatalo yeyote usiloweza kupinga kwa nguvu za Mungu. Mungu ataruhusu jaribiwe zaidi ya uwezavyo kupinga, zaidi ya uwezavyo kupinga. Na kila jaribu Mwokozi tatoa njia ili epuke ili uweze kustahimili, ili uweze kustahimili. Hakuna jaribu limpatalo yeyote usiloweza kupinga kwa nguvu za Mungu. Mungu ataruhusu jaribiwe zaidi ya uwezavyo kupinga, zaidi ya uwezavyo kupinga. Bali katika jaribu Mwokozi tatoa njia ili epuke liweze kustahimili, ili uweze kustahimili. Asante. Asante. Basi tutaishia hapo katika siku ya leo. Tungependa kufunga kwa maombi. Nikaribishe mikono kwa mtu ambaye anawiwa kuomba. Okay. Sawa, basi hapo kwa nadhani Robert mwenyewe, brother Robert, tutaomba na mimi pia nitaomba. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa kutupatia nafasi hii katika jioni ya leo. Jina lako liweze kutukuzwa kwa mbaraka huu mkubwa ambao umeweza kutupatia katika kipawa cha nyimbo. Tutakusihi sana Bwana ukaweze kutupatia uthamini katika kile ulichokitoa. Ni chombo ambacho kwacho unakusudia kuweza kutubariki na pia kuwabariki wengine kama ilivyokuwa kwa Kristo. Kama jinsi ambavyo tunawekeza katika masuala mengine ambayo umeyatoa katika njia yetu kama watoto wako, tusaidie pia Bwana kuweza kuthamini kipawa hiki cha uimbaji. Tunakushukuru tukiamini ya kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi zaidi sana. Endelea kuinua mioyo yetu juu ili kuweza kushirikiana nawe katika kazi ambayo unatuita kuweza kuifanya katika wakati wa mwisho.
Tunakushukuru sana Bwana, tukiamini ya kwamba umesikia kuomba kwetu. Tukiendelea pia kuomba kwa ajili ya ufanisi zaidi wa kazi hii endelevu. Kaendelee kutoa neema yako na baraka katika kuiendeleza ili kutimiza kusudi ambalo kwalo umetupatia kipawa hiki cha thamani. Tunaomba haya na kupokea kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Amina. Pamoja na hayo, Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya baraka wa nyimbo ambazo umetupatia, na umetupatia kwa sababu nyingi zaidi ambazo tumezijifunza leo katika uwasilisho. Umetupatia nyimbo kutia nguvu katika safari zetu za maisha, tufanya tushinde majaribu, kurainisha kazi zetu ngumu na magumu mengine ya maisha yetu. Na zaidi ya hapo, tunaomba ya kwamba wakati tunatumia nyimbo hizi kwenye maisha yetu kwa ajili ya makusudi haya, tusaidie kutupatia hekima jinsi ambavyo tunaweza kufikisha mbaraka huu kwa dunia. Tunaamini atubariki kwa hekima hii katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Basi tunashukuru kwa fursa hii ya pamoja. Atakie usiku mwema kule mlipo na masaa mema ya Sabato nyingine. Introduction. Kuna mtu amezungumza, Mama Betty nafikiri. Introduction. Hatujajuana. Okay, tuliahidi kufanya utambulisho mwishoni. Okay, sawa. Okay, ninafikiri nianze na Kenya, ndugu wa Kenya. Nimkaribishe brother George kwa ajili ya nimkaribishe brother George kwa ajili ya utambulisho. Hello. Karibu. Habari za jioni. Ni nzuri. Yeah, tuliongea na Jackson jana na akawa amenizungumza kuelezea kwamba leo hii mngekuwa na uwasilisho wa nyimbo au hatua mlizozipiga katika nyimbo au uimbaji, na akaniambia basi tunaweza kualika ndugu wa Kenya kuhudhuria, na imetendeka hivi kwamba jioni hii pia tuliona kwamba tuweze kujiunga nanyi, kwa sababu sisi ni kanisa moja kwa kweli kiutendaji, na ndivyo hata mjumbe alipokuwa hai tuliwekwa hivyo kuwa kanisa moja, ijapo kwa ni mko nchi ya Tanzania, si tuko hapa Kenya. Kwa hiyo ndugu waliohudhuria hapa ni ndugu Evans Mutwiri, wewe natoka eneo la Meru. Peter Mongera pia natoka eneo la Meru. Meru ni kule mlima Kenya, ndio pia mna Meru Arusha, lakini hao wanazungumza lugha tofauti. Wameru wa kwetu wazungumzi lugha sawa na Wameru wa kwenu, ijapo kwa wananena jina hilo moja. Kuna Cecilia Kinuthia, nafikiri baadhi wenu mnamfahamu, hasa Sara namfahamu, na ile timu iliyokuwa ya kilimo. Amehusika sana katika hizo za hizo webinar meetings. Ya ni kijana, sasa niseme ni kijana wetu. Kuna Evans Mobegi, huyu ni ndugu yetu hapa Kenya pia, yuko Nairobi, yuko Eldoret. Frederick Kimanti, Frederick upande gani? Meru pia Umai.
Kuna James Cairo Mbugua, nafikiri mnamfahamu, wengi wenu mnamfahamu. Robert mnamfahamu, Mabeti, mama Berege mnamfahamu, na nafikiri wale vijana mlitembea Kenya mnamfahamu. Anatoka maeneo ya Nyahururu, pia ni maeneo ya Mlima Kenya. Lile Tangote huyu ni Abel Makoha, ni familia yake. Kuna Naomi Tunui. Abel yuko Nairobi. Naomi yuko Eldoret. Pelesia, huyo ni mke wangu, mnamfahamu. Mama Keima. Peter Muridhi yuko Chuka. Chuka ni kabla hujafika Meru, lakini maeneo ya Mlima Kenya. Philip Koech yuko Eldoret. Philip Rubucha yuko eneo la Mlima Kenya, Meru. Nikikosea mtanisimuwe huru kunisahihisha. Ruth Loina Manyara anatoka Mlima Kenya, Meru, lakini kwa sasa nafikiri wako Eldoret. Kama nimekosea mtanisahihisha. Samuel Gateru pia ni upande wa huyu anatoka eneo la Kiambu, lakini kule tunaita Doita. Amwezi kufahamu, lakini eneo hilo ni Central Kenya. Kuna Samuel Harrison nafikiri ni wa Kitale kama sijakosea. Samuel Kamoshu ama Samuel Kuria, ndugu yetu kutoka Naivasha. Alice na Betty mnamfahamu, nafikiri mnafahamu mke wake nani, naitwaje, nani mke wake Silas, mke wake Samuel Gateru mnamfahamu, na anaitwa nani, simoja nikumbusha jamani, Evelyn. Evelyn anatoka Emuyange. Emuyange ni kule Western Kenya. Mnamfahamu. Sara Ombogo ni mshiriki wetu kutoka eneo la Kisii. Kisii ni eneo la Nyanza. Tumeshikanishwa na mkoa mmoja pamoja na nasi tunaotoka maeneo ya Kisumu kule. Kuna Silas Okutoi, mshiriki wetu Nairobi. Kuna Stanley Ndegwa mnamfahamu, wengi wenu Tanzania mnamfahamu, tumesafiri naye katika kazi za kimishonari mara kwa mara. Sijui kama kuna mwingine yeyote ambaye nimemsahau. Na sasa ndugu wa Tanzania, sasa ninyi kweli Alice tunamfahamu sote pamoja na Betty. Hawa wamekuwa katika makambi yalipokuwa wakati wa makambi, hawakuwahi kosa makambi ya Kenya. Tumekuwa na muda wote, ni wazazi wetu katika imani hii, watangulizi wetu katika imani hii, na tunashukuru ya kwamba wapo pamoja nasi katika imani. Clinton mnamfahamu Mama Masota. Clinton ni mtoto wake, kijana wake, pamoja na Elaine, Diana na Michael, au ni ndugu watoto Mama Masota. Cyprian wako, okay, nisitaje maeneo, sile sana maeneo hayo. Kuna Cyprian Mkaka pia ni mshiriki wetu. Diana huyu ni twin baby wa Clinton, ni mapacha. Yes. Kuna Maron wa Isanila, daktari ni daktari niachia hapo tu, nimejifunza nini ya udaktari. Ndio hao waliojaliwa sana na talanta ya kutafsiri nyimbo. Kuna Mary Paulo simfahamu, labda Robert utanisaidia kwa huyo. Michael Masota ni kitinda mimba wa Mama Masota.
Nashukuru kwamba yeye yuko nasi. Monica Mang'ati, nafikiri wengi tuliokuwa Nairobi tunamfahamu, ameishi nasi kwa muda mrefu Nairobi. Robert mnamfahamu pia, amekuwa ni mtenda kazi pamoja nami, tumeshirikiana kazi nyingi, tumesafiri naye sana hapa Kenya, tumesafiri Burundi, fanya kazi naye. Vitabu vyetu vyote vya ambavyo vimebadilishwa, vimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Amekuwa ni chombo muhimu sana katika mkono wa Mungu wa Bwana kumtumia katika kazi hii, na tunashukuru kwa hicho. Simon Elias pia ni ndugu wetu. Koda ni ndugu ambaye pia amehusika sana katika kutafsiri zile masomo yaliyokuwa yakija Sabato baada ya Sabato. Yonida pia ni mmoja wa washiriki wetu kule Tanzania. Sijui kama kuna yeyote ambaye nimemsahau hapa. Nafikiri nyuma ya Clinton au kwenye ya Clinton hapa iko wapi? Samahani kidogo tu. Nyuma ya pazia hapa yupo Mama Masota na yupo pia Diana kama sijakosea, na Michael yuko mahali labda pili. Hapa nyuma kuna Clinton, kuna mama mzazi na kuna dadao mkubwa Diana. Nafikiri niachie hapo. Jackson nafahamu, ndio nafikiri mwimbaji, na katika hiyo timu yuko Mwaisanila na yuko Clinton wanaofanya kazi hiyo, na tunashukuru Mungu. Mimi binafsi ninashukuru kwa kazi ambayo wanaoifanya, kwa sababu mzigo mkubwa umekuwa, ndugu watapataje ujumbe huu ulio wa muhimu katika lugha wanayoipenda. Si eti kwamba wengi waelewi Kiingereza, wanaelewa, lakini kuna wapenzi wa Kiswahili hata hapa Kenya. Jambo hili limekuwa msaada mkubwa. Kwa hivyo uimbaji, nyimbo zetu ambazo zinatokana na ujumbe tulionao, wanaendelea kuviweka katika lugha tunayoweza kuielewa, kama vile ambavyo na Robert amefanya. Bwana anamtumia kuweka ujumbe katika lugha tunayoweza kuielewa. Kama mimi ni mpenzi wa lugha, najikaza sana kujaribu kuzungumza Kiswahili sanifu, japo wakati mwingine nakosea, lakini masomo ni endelevu, tazidi kuboresha siku baada ya siku. Mwaisanila, nirudisha mkutano kwako tena. Asante. Sijui kama nimefanya ulivyotarajia ama kuna kasoro mahali fulani. Uwe huru kunisahisha. Karibu. Nafikiri kuna hakuna mtu ambaye amesaulika. Tuwakaribishe sana ndugu wa Kenya. Wengi wetu ni wageni kwa kila mmoja. Watanzania wageni kwa Wakenya, Wakenya ni wageni kwa Watanzania, na hii inaonyesha umuhimu wa kwa kuwa tuna fursa za kukutana pamoja. Fursa hii ya leo ni moja ya fursa hizo, lakini imekuwa kama ya nadra sana. Tungefurahi hapa utambulisho huu ungeruhusu mhusika anapotajwa hata na kusalimia, lakini sababu ya muda. Kwa hiyo tunashukuru kwa utambulisho huu, lakini fursa hizo zitapatikana zaidi. Jambo labda la mwisho la kumalizia ni fursa iliyopo kwenye group la nyimbo na channel. Kuna channel ya nyimbo, kwa hiyo kama hujajiunga pale, nafikiri kwa ndugu wa Kenya unaweza nafikiri channel ina linki ambayo Jackson huwa anaituma, kwa hiyo mtaipata kwa brother George, kwa Mkenya ambaye bado haupo kwenye hiyo channel. Kwa hiyo ni fursa ya kuendelea kujifunza hizo nyimbo. Vinginevyo tunashukuru kwa ajili ya fursa hii.
na tunaweza kuhitimishia hapo. Natakie usiku mwema kila mmoja. Asante nawe Kwaherini. pia. Asante na kwako pia. Haya, kwaherini. Thank you very much. Samahani, kuna mmoja ameinua mkono. Samuel amenyosha mkono. Okay. Karibu Samuel. Samueli Kamochu. Karibu. Kama unazungumza hujawasha maiki. Naona sijui mkono utakuwa umejinyoosha. Okay. Itakuwa alinyoosha bahati mbaya. Naona ameshusha. Okay, basi tuwaage. Karibuni na tuwatakie sabato njema na tafakari njema. Kwaherini. Kwaheri. Bye. Kwaheri.